wajasiriamali, karibuni kwenye kipindi cha Meza ya Ufahamu. Leo tunajifunza kwa habari ya uumbaji. Uumbaji ni vile vitu ambavyo Mungu aliviumba kuanzia siku ya kwanza, ya pili, na ya tatu, ya nne, na ya tano, na ya sita. Mungu akapumzika siku ya saba. Uumbaji ni nini? Uumbaji ni kila kitu ambacho Mungu amekiumba. Kimfano, mimi mwenyewe kwanza ni uumbaji wa Mungu. Miti ni uumbaji wa Mungu. Kila kitu mnachokiona ndani ya uumbaji, yani ndani ya ulimwengu, niseme kimfano, ni uumbaji wa Mungu. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 119 na mstari wa 91 inasema kwamba uumbaji wote ni watumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuku ni watumishi wa Mungu. Miti ni watumishi wa Mungu. Ndege ni watumishi wa Mungu. Maji ni watumishi wa Mungu. Kila kitu ni watumishi wa Mungu. Baada ya anguko la Adamu, kila kitu kiliharibika ndani ya uumbaji. Kila kitu kilienda kinyume na Mungu, kikasambaratika. Shetani alitawala uumbaji, akavuruga kila kitu ambacho Mungu alikiumba ili sisi tukimiliki. Hii maana yake ni kwamba umbu hakutumwa na Mungu kwamba alete malaria, wala mamba mtoni hakuumbwa ili auwe watu, bali hilo lilikuwa ni kusudi la Shetani kuharibu kila kitu baada ya anguko. Tunamshukuru Mungu kupitia madhabahu hii, madhabahu ya Elia. Tuna neema ya kukomboa uumbaji na kugeuza kuwa mtumishi wa Mungu. Warumi 8:19. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili siku ya hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Amina. Ndio maana mimi nikakwambia kupitia uumbaji kwamba mamba hakuumbwa ili auwe vitu, auwe watu, bali amtumikie Mungu. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, lazima tukomboe uumbaji ili tumikie Mungu, kwa maana tumepewa mamlaka ya kukomboa uumbaji kupitia uwezo wa jina la Yesu. Amina, amina. Basi mimi namshukuru Mungu. Ninataka niwashuhudie kidogo kwa habari ya uumbaji. Shika neno. Mimi namshukuru Mungu. Ilikuwa siku moja baada ya kujifunza ufahamu ukaingia ndani yangu. Namshukuru Mungu, nikajaribu siku moja kuona kwamba ni kweli hiki. Nilimuona Mungu wa Elia akifanya mambo makubwa kulithibitisha neno lake. Hiyo siku kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ana uharibu uumbaji wa Mungu. Mimi nikapata hasira. Baada ya kupata hasira, nikamfuatilia yule mtu ambaye ni mganga. Yule mganga alikuwa akienda anawapeleka watu kuwaosha dawa, anafanya vitu vya ajabu. Siku moja nikamfuatilia. Nilivyomfuatilia, nikafika pale anapofanyia mambo yake, ametoka kuwaosha watu. Nikasimama pale kwa mamlaka, nikaomba Mungu, nikasema, Mungu, umesema kwamba kupitia neno lako kwamba tuna mamlaka ya kukomboa uumbaji na kugeuza kuwa watumishi. Leo nakomboa hii miti ambayo huyu mganga anatumia kuwaosha watu hapa.
naomba huu mlima umkatae, na hii miti imkatae, na kila kitu kimkatae kwa mamlaka, maana miti ni watumishi wa Mungu. Mimi mwenyewe ni mtumishi wa Mungu. Niliuona udhihirisho mkono wa Mungu ukisimama pale, kufumba na kufumbua. Nilishangaa yule mganga alivyorudiko, alikuta kila kitu kimeharibika. Simjui wala yeye hanijui. Cha maajabu, nilimuona ananifuata mpaka nilipo. Akaniuliza, wewe unaitwa nani? Mimi nikasema mimi. Una tatizo gani? Akaniuliza, nakuuliza kwa jina lako, kwani mimi unanijua? Nikasema sikujui. Wewe unaitwa nani? Mimi nikamwambia naitwa Unyakuo Matengenezo Elia. Akasema, unaitwa Unyakuo Matengenezo Elia? Hilo jina sijawahi kulisikia kwenye maisha yangu. Wewe ni nani? Wewe sio Moha. Nikasema mimi sio Moha, mimi ni Mwebrania. Akastaajabu. Alivyostaajabu, alitoka pale kwa hasira akaniambia hivi, mimi ni mtu wa kusini, mimi ni mtu wa kusini, tutakutana kwenye ingo zangu, kwenye anga zangu. Na mimi nikamwambia, tembea, Mungu wa Elia yuko pamoja na mimi. Akaondoka kwa hasira. Ninavyoshuhudia hapa, yule mganga kuanzia kipindi hicho mpaka sasa hivi ukimtafuta huwezi kumuona. Kwa hiyo sasa, nakuomba ndugu mtazamaji unayenisikiliza leo, kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, ukiwa na imani ya kuliamini jina la Bwana, ukiwa na ufahamu, komboa. Unapokuwa kwenye kazi yako, komboa. Ukiwa shambani, komboa. Ukiwa kwenye biashara, komboa uumbaji, ili wateja Mungu awalete kwa viwango vyake. Maana naamini kwamba ukiwa na ufahamu hakuna chochote kinachoshindikana. Neno la Mungu linasema kwamba kila kitu kinawezekana kwa imani. Imani ndio kila kitu katika Bwana. Mtu akikuuliza amekufundisha nani, mwambie amekufundisha Unyakuo Matengenezo, mhudumu wa meza ya ufahamu, kizazi cha nne. Amina. Mungu akubariki sana.